Tunawaambia wajiajiri wakati watoto wetu, ndugu zetu tumewatafutia ajira. Hizi zote ni changamoto, lakini mfanyeje? Hali hii imepelekea baadhi ya watu na hasa vijana wetu kukata tamaa. Baadhi wamejikuta wakikatia tamaa maisha, na matokeo yake kujiona hawana thamani na hata kuyaona maisha yenyewe hayana thamani. Hali hii imepelekea matukio ya uharibifu, maumivu na mengine mengi kuongezeka katika jamii. Tumealikwa sisi sote tuungane, tutiane moyo, tusafiri kimwili hata kiroho tukiwa tumebeba msalaba, na tutanguliwe na msalaba. Leo ni wakati wa kustawisha maisha yetu ya kiroho, kimaadili na kiutu, tunapoendelea kujipatia taaluma na ujuzi mbalimbali katika vyuo vyetu hivi vikuu. Hivyo naombeni, imarisheni uhusiano wenu na Mungu na watu wote, ikiwa mkitaka kweli muwe chimbuko la matumaini kwa wale wanaowategemea. Muda mfupi tutabariki jengo hili. Tunakaribisha baraka ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi nyote, walimu, wanafunzi na waadhiri na wafanyakazi wengine mtakolitumia. Kazi yenu ipate baraka za Mwenyezi Mungu. Naomba yale aliyosema makamu mkuu wa chuo nimeyapenda sana. Hili jengo ni zuri sana, na wengine jana walikuwa natia vibwagizo kwamba unaweza ukatembea kwenye vyuo vyote vikuu. Mimi nasema wanafunzi wetu ni watu wazima katika maana ya maturity. Pamoja na kushiriki kazi za ujenzi wa chuo hiki, ni makini katika utunzaji na matumizi ya miundombinu ambayo tumeijenga, na hilo linadhihirishwa wazi mnapotembea katika mazingira ya chuo hapa na main campus. Majengo yote yako katika hali nzuri, safi. Ni kwa sababu ya wanafunzi hao kuwa makini na kuakisi utu uzima katika kutunza miundombinu hii, wakijua kuwa miundombinu hii haiko kwa ajili yao tu, isipokuwa na wenzao wanaokuja. Ni kwa ajili ya kutoa mihadhara ya jumla, ikiweza kuwaweka wanafunzi 800 kila chumba, na chumba kingine tumekitenga kama chumba cha kompyuta ambacho kitaweza kuwaweka kwa pamoja wanafunzi 400. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa wakati mmoja, wanafunzi pamoja na walimu wanaweza kutumia jengo hili kwa wakati mmoja watu kama 5,600.